ya utekelezaji wa mpango wa pili wa maendeleo wa miaka mitano 2016-17 mpaka 2020-2021. Huu ni wakati mwafaka wa kutathmini kama bajeti ya miaka mitano imekuwa inatekeleza mpango wa maendeleo. Lakini jambo la kwanza, nampongeza Dr. Philip Mpango, waziri wa fedha na uchumi, kwa kuweza kuwasilisha kwenye bunge bajeti ya tano. Amekuwa waziri wa fedha wa Rais Magufuli katika kipindi chote cha uongozi wake. Wakati wa uongozi wa Rais Kikwete, Dr. Mpango alikuwa katibu wa tume ya mipango. Wizara ya fedha na tume ya mipango viliunganishwa chini ya wizara ikawa ni wizara ya fedha na uchumi. Kama unavyojua, kufanya kazi chini ya Rais Kikwete ni tofauti na kufanya kazi chini ya Rais Magufuli, hasa ukizingatia kwamba Rais Magufuli alieleza hadharani kwamba amekuta uozo mwingi. Haidhuru na yeye alikuwa ndani ya serikali ya Rais Kikwete. Nampongeza Dr. Mpango kwa kuweza kunyumbulika na kukwepa kutumbuliwa katika kipindi cha karibu miaka mitano. Dr. Mpango kaeleza kuwa tatizo kubwa la mipango ya nyuma ni utekelezaji hafifu wa mipango yetu. Ili kuhakikisha mpango unatekelezwa ipasavyo, kamati ya makatibu wakuu Interministerial Technical Committee ilipangiwa kukutana kila mwezi kufuatilia utekelezaji wa mpango. Baraza la mawaziri nalo lilitakiwa likutane kila robo mwaka kutathmini utekelezaji wa mpango huo. Katikati ya mpango kulitakiwa kuwe na tathmini huru ya utekelezaji wa mpango itakayofanywa na wataalamu nje ya serikali. Lakini ukitazama hotuba zote za budget katika kipindi hiki, unagundua kwamba kwa kweli utaratibu huu haukufuatwa na hamna taarifa ya utekelezaji wa mpango iliyofanywa na wataalamu huru na kuwekwa wazi. Kwa hiyo tatizo la utekelezaji limeendelea kuathiri mpango wa pili wa miaka mitano. Mpango wa pili uliteua baadhi ya miradi na kuipa sifa ya miradi kielelezo, kwa Kiingereza flagship projects. Miradi hii ni ile mikubwa na ambayo matokeo yake yanatarajiwa kusukuma na kuwezesha ufanisi wa utekelezaji na uwekezaji wa miradi mingine. Miradi hii ilibainishwa katika kitabu cha mpango wa pili wa maendeleo ni mradi wa makaa ya mawe Mchuchuma, mradi wa chuma Liganga, maeneo maalum ya uwekezaji ikiwemo Bagamoyo na bandari yake, Mtwara na bandari yake, Mwanza na Kigoma, kituo cha biashara na huduma Kurasini, ujenzi wa reli ya kati na matawi yake kwa kiwango cha standard gauge, mji wa kilimo Mkulazi, ufufuaji wa shirika la taifa la ndege na kusomesha vijana wengi katika fani na ufundi stadi unaohitajika katika maeneo ya kipaumbele. Mpango mkubwa wa kufufua umeme Stiegler's Gorge hauko kwenye mpango wa pili. Sasa ukiutazama mpango wa pili wa miaka mitano, hauna mpango huu wa kujengwa bwawa la kuzalisha umeme. Lakini mpango ulianzishwa katikati ya mradi huu wa kufua umeme ulianzishwa katikati ya mpango. Miradi iliyokuwemo kwenye mpango wa kwanza haikutekelezwa na kuhamishiwa mpango wa pili na bado haijatekelezwa. Miradi hii ni kwa mfano ni pamoja na bandari ya Bagamoyo na vile vile eneo lake la uwekezaji na mradi wa chuma Liganga. Kwa hiyo kuna miradi ya mpango wa kwanza wa miaka mitano ambayo ilipewa kipaumbele kahamishwa itekelezwe kwenye mpango wa pili,
lakini mpango wa pili tunaelekea mwisho, pia miradi hiyo haikutekelezwa. Katika utekelezaji wa mpango, bajeti ya maendeleo ilitarajiwa kuwa ya wastani wa shilingi trilioni 11.8 kila mwaka. Matumizi halisi yamekuwa ya wastani wa shilingi trilioni 8.3 katika miaka minne ambayo tayari imeshapita. Matumizi halisi ya bajeti ya maendeleo yamekuwa shilingi trilioni 8.3 ukilinganisha na shilingi trilioni 11.8 zilizopangwa ziwe sehemu ya utekelezaji wa mpango huo kwa upande wa serikali. Kwa hiyo fedha zilizokuwa zimetengwa kutekeleza mipango ya maendeleo zilizopatikana ni sawa na 70% ya zile zilizokadiriwa ziweze kupatikana wakati wa kutekeleza mpango huo. Malengo muhimu ya mpango wa pili hayajafikiwa na hayaelekei kufikiwa. Kwa ujumla, bajeti ya serikali haikuongozwa kwa lengo la kutekeleza mpango wa pili wa maendeleo. Hotuba za bajeti za wizara nyingi hazijikiti katika kueleza utekelezaji wa mpango wa maendeleo. Miradi mitatu ndiyo imepewa kipaumbele: ununuzi wa ndege, ujenzi wa reli kwa kiwango cha standard gauge na ufuaji wa umeme Stigler's gauge. Usafiri wa ndege kimataifa una ushindani mkubwa. Hata kabla ya COVID-19 homa kali ya mapafu, makampuni ya ndege yamekuwa yanapata hasara. Kuimarisha usafiri wa ndege ndani ya nchi ni jambo jema. Sekta binafsi inaweza kushiriki kikamilifu katika eneo hili. Kushindana katika usafiri wa ndege kimataifa unahitaji mtaji mkubwa wa kununua ndege nyingi na kuwa na kitovu cha usafiri hub. Ukitazama kwa mfano Emirates wana ndege nyingi na Dubai wameifanya kuwa ndio hub. Kwa hiyo wanachukua wasafiri kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanakwenda mpaka Dubai. Kama wasafiri wanaokuja Tanzania, kuna wasafiri wanaweza kutoka Marekani, wanatoka Canada, wanatoka Uingereza, wanatoka Ujerumani, wanatoka India, wanatoka China, wanakwenda mpaka Dubai. Wakifika Dubai, wanaingia kwenye ndege inakuja Dar es Salaam. Kwa hiyo ndege inakuwa imejaa. Imejaa sio kwa wasafiri wanaotokea Dubai, ni wasafiri wanaotokea sehemu zote za dunia. Wakifika Dubai, wanapata ndege ya kuja Tanzania. Sasa ukiwa na ndege moja, unatoka Dar es Salaam kwenda Bombay, hakuna wasafiri wanaotoka Tanzania peke yake watakaojaza ndege inayokwenda Bombay kama inaenda mara moja au mara mbili kila wiki. Inahitaji ukusanye wasafiri kutoka maeneo mbalimbali waje Dar es Salaam ndio waende maeneo mengine. Bila kuwa na habu hapa, huwezi ukashindana katika usafiri wa ndege. Ethiopia wameweza hilo. Addis Ababa imekuwa ni kitovu. Wanakusanya wasafiri kutoka Nigeria, kutoka Ghana, Ivory Coast, kutoka Tanzania, kutoka Botswana, kutoka Zambia, wanakwenda Addis Ababa. Wakifika Addis Ababa, wanakwenda Dubai, wanakwenda Delhi, wanakwenda Beijing, wanakwenda Guangzhou. Kwa hiyo unajua kuta kwamba unakusanya wasafiri kutoka maeneo mbalimbali. Sio rahisi kuifanya Dar es Salaam au KIA kuwa kitovu cha usafiri wa ndege kama ilivyo Addis Ababa. Shirika la ndege la Kenya wamejaribu hivyo kuifanya Nairobi kuwa hub, lakini shirika la ndege la Kenya linapata hasara. Shirika la ndege la Rwanda linapata hasara. Shirika la ndege la Afrika ya Kusini
linapata hasara. Kwa hiyo huu mradi wa kununua ndege, na tunanunua ndege kwa fedha taslimu, kwamba sina uhakika na kwa kweli na wasiwasi hata zile fedha tulizonunua ndege hizo itakuwa vigumu kweli kuzirejesha, kwa sababu Dar es Salaam haijawa hapo. Hata ukiwa na ndege 10, 11 kama usafiri wa ndani sawa sawa, lakini kwa kutegemea kwamba ufanye usafiri wa kimataifa na ushindane kimataifa, sio kazi nyepesi, na kuna maeneo labda mengi muhimu ya afya ya wananchi, elimu ya watoto, lishe bora kwa kina mama wajawazito, ambapo ukiwekeza kama serikali matunda yake ni makubwa zaidi kuliko ununuzi wa ndege. Na ndugu zangu, hivi sasa tatizo letu sio kwamba watalii hawana namna ya kufika Dar es Salaam ama kufika Kilimanjaro mpaka tununue ndege sisi tuweze kuwaleta watalii. Namna ya kufika Dar es Salaam na Arusha, kuna ndege nyingi zinakuja huko. Na hivi sasa katika ushindani wa usafiri, safari za ndege, unajikuta kwamba makampuni ya Ulaya yanashindwa ushindani huu. Shirika la ndege la Uingereza, British Airways, ilikuwa inakuja Dar es Salaam, hivi sasa haliji kwa sababu ya ushindani wa ndege hizi za Arabuni na ndege za Uturuki. Shirika la ndege la Ufaransa haliji hapa. Nadhani ndege za Ulaya zinazokuja hapa ni KLM na Swiss nadhani. Mimi mara ya kwanza kwenda Marekani, wengi mlikuwa mjazaliwa hapa, nimeenda Marekani mara ya kwanza mwaka gani? 1977 nadhani. Ndege nilopanda kutoka Dar es Salaam ilikuwa Pan Am. Imeshafilisika, Pan Am haipo tena. Zamani palikuwa na ndege ya kutoka Marekani inakuja mpaka Dar es Salaam. Unapanda unapanda ile ndege, unatoka hapa, nadhani ilikuwa inapita Nairobi, mnaenda Lagos, mnaenda Monrovia, kutoka Monrovia mnaenda New York. Kwa hiyo unapanda ndege hiyo moja kutoka Dar es Salaam mpaka unafika New York. Lakini ushindani wa ndege ulivyo, mashirika au makampuni ya ndege Marekani hayaji kwenye nchi za Kiafrika, hayawezi kushindana. Kwa hiyo swala la uwekezaji kwenye ndege liko linahitaji uchambuzi wa kina, kwamba kurejesha zile gharama na kupata faida haitakuwa rahisi.